sana kwa huu wakati Bwana ambao ametupea. Si rahisi, lakini tunajua tu ni kwa neema. Na siku ya leo tutaangalia kusimama katika Kristo, kusimama ama kuwa na msimamo katika Kristo, kuwa na msimamo katika Kristo. Tutaangalia maana ya kusimama, kuwa na msimamo katika Kristo, na tuangalie mifano ya watu ambao walisimama katika misimamo ya Kristo, halafu tutatamatisha. So nikisema kuwa na msimamo katika Kristo inamaanisha kusimama imara katika imani bila kuyumbishwa na misimamo ya watu, na tukawe uaminifu na tukajiepushe na mambo ambayo yanamchukiza Mungu. So hiyo ndiyo maana ya kusimama ama kuwa na msimamo katika Kristo. Tunataka tukaangalie mifano ya watu, na mifano wa kwanza ambao tutawaangalia siku ya leo ni kuhusu Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa duniani kama mwanadamu, akazaliwa duniani, akateseka duniani, lakini alibaki na msimamo wa kushikilia misingi ya babake mpaka mwisho. Tunaona anakufa pale msalabani. Kwa hivyo Yesu Kristo hapa tunaangalia kama mfano hai ama mfano wa kwanza katika kusimama katika misimamo yetu, ama kusimama katika misimamo ya kumpendeza Kristo. Amen. Amen. Basi nataka tukaangalie maandiko hapa. Tutasoma kitabu cha Danieli 3, Danieli 1 kuanzia mstari wa 8. Nataka tuangalie mtumishi wa Mungu hapa anayeitwa Danieli kama alifanya nini. Amen. Amen. Tutasoma kitabu cha Danieli 1 mstari wa 8. Sema hivi: Lakini Danieli aliazima moyoni mwake yeye kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme, wala kunywa divai aliyokunywa. Basi alimwomba yule mkuu wa watoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Hapa tunaona kwamba Danieli alikuwa yuko na msimamo wake na Mungu. Amen. Amen. Danieli alikuwa na msimamo wake na Mungu, ndio maana akakataa ile amri ama akataa kukula ile chakula ya mfalme. Amen. 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 Danieli aliazima moyoni mwake ya kwamba hatajitia unajisi. Aliamua kwa sababu gani? Alikuwa anamjua yule ambaye anamtumikia, na akawa ameamua kusimama katika pale kwa Mungu, na hakukubali kujitoa kwa sababu ya chakula cha mfalme. Amen. Amen. So Danieli alibaki na msimamo, alishikilia msimamo wake wa kubaki katika Mungu. Amen. Amen. Tunataka tuangalie mfano wa pili hapa, Danieli 3 mstari wa 29. Sasa tunaona kwamba hapa kuna watu pia katika Biblia, Shadraka, Meshaka na Abednego. Huu ni mfano wa pili ambao tunataka tukaanze kuangalia ama tukauangalie. Shadraka, Meshaka na Abednego, hawa watatu walikuwa mfalme alitoa amri ya kwamba kila mtu alikuwa anafaa basi akaweze kuabudu ile sanamu ambayo mfalme Nebukadneza alikuwa ametengeneza. Lakini hawa watu watatu basi walikataa ama kutumikia ile sanamu ya mfalme. Kwa sababu gani? Shadraka, Meshaka na Abednego walikuwa wako na misimamo yao katika, walikuwa wanamjua yule ambaye wanamtumikia, na walikuwa walieka misimamo yao kwa huyo. Amen. Amen. So hawa watu walipelekwa, lakini mwisho waliweza kufaulu. Kwa sababu gani? Walikuwa wako na msimamo wao. Ingekuwa si msimamo wa Shadraka, Meshaka na Abednego, basi Mungu wakati ule hangejidhihirisha ama hangeonekana. Lakini alionekana. Kwa sababu gani? Kuna watu ambao walikuwa wako na misimamo. Amen. Amen. Tusome kitabu cha Danieli mlango wa 3 mstari wa 29, nasema: Basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakaonena neno lolote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego
watakatwa vipande vipande na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Amen. Amen. Sasa hapa tunaona kwamba Shadraka, Meshaki na Abednego, baada ya kwamba wamechukua ule wakati wao, wamebaki katika misimamo, wamewekwa yani wapaka wamerushwa mpaka ndani ya moto. Amen. Lakini hawakuweza kuungua kwa sababu yule Mungu ambaye walikuwa waliweka misimamo kwa huyo anaweza. Amen. Amen. Ndio maana wakati wa mwisho mfalme, nikizungumzia mfalme, kuna tofauti ya mfalme na rais. Mfalme wakati huo alikuwa akiongea kitu hana mpinzani. Yani mfalme akisema hii shamba ni yangu, ni yake. Yani hakuna vyenye anasema. Hata kama ni bibi yako akisema huyu mke namchukua, anamchukua. Yani kulikuwa hakuna demokrasi hiyo time. Amen. Amen. Sasa hii tuko na rais, tunasema tunaweza tukaandamana, lakini wakati huo alikuwa mfalme akisema amesema. Hiyo ni amri ya mfalme na ni lazima itendeke. Amen. Amen. Kulikuwa hakuna demokrasi wakati huo. Amen. Sasa hawa watu baada ya kwamba alikuwa ni mfalme, lakini hawa watu walibaki katika misimamo mpaka mwisho. Mfalme mwenyewe anasema kwamba kila mtu na abudu Mungu wa Shadraka na Meshaka na Abednego. Hiyo haikuwa rahisi, lakini ni kwa sababu hao watumishi walikuwa wako na misimamo na Mungu wao. Amen. 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 Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo pale 39, kuna kijana pale ndo anaitwa Yusufu. Huyu Yusufu pia tunaona kwamba maisha yake ilikuwa ni ya shida, ama ameteswa sana. Amen. Amen. Lakini tunaona kwamba alibaki na msimamo wake wa kumtafuta Kristo, ama alibaki katika misingi ya kumtafuta Kristo. Hangetaka kujitoa katika mpango wa Mungu. Amen. Amen. Tunaona kwamba alipelekwa mpaka akaenda mpaka prison, lakini kwa sababu hakuachilia msimamo wake, alienda mpaka mwisho akafaulu. So changamoto ambazo tutapitia katika maisha ni changamoto ambazo ni tubaki katika misimamo, ili ya kwamba pale mbeleni Mungu akaweze kutoa njia na tukaweze kuendelea. Amen. Amen. Tukaweze kuwa na misimamo. Kama tuliamua Kristo, basi tukatangaze msimamo wetu. Amen. Amen. Tukatangaze msimamo wetu. Amen. Amen. Yani tukabaki kama tuliamua Kristo, akuwe ni Kristo. Amen. Amen. Kukuje siasa zipite, kukuje mambo mingi atapita, lakini tusimame katika mipango, ama tukasimame katika msimamo wa Kristo. Amen. Amen. Tukajiepushe na mambo ya mila na hizo vitu zote. Amen. Amen. Lakini tukabaki katika msimamo wa Kristo. Yale mambo ambayo Kristo anataka tufanye, tukayafanye, ili ya kwamba tukaweze kuona zile baraka zake baadaye. Amen. 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 Taka tukasome tena kitabu kingine hapa, Luka 14:27. Luka 14:27. Luka 14:27. Nitasoma. Mtu yeyote asiye uchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Amen. Amen. Hapa anasema kwamba mtu ambaye hatachukua msalaba wake, mtu yote asiyebeba msalaba wake. Amen. Amen. Msalaba wake inamaanisha ni mtu na maisha yake. Amen. Amen. So kila mtu inafaa abebe msalaba wake. Amen. Amen. Ili ya kwamba akaweze kumfuata Kristo. Amen. Amen. Kwa sababu gani? Kama umeamua kumfuata Kristo, ni lazima ukaweze katika maisha, kuna vitu zingine ujinyime. Amen. Amen. Ujinyime vitu zingine katika maisha yako, ili ya kwamba ukaweze kumpata Kristo.
Kwa sababu umeamua kubaki katika msimamo wake, basi kuna vitu zingine hata kama ni nzuri, ziko na faida, lakini inafaa uachane nazo. Kwa sababu gani? Yule ambaye umeamua kumfuata yuko na sheria zake. Amen. Na kila boma iko na sheria zake. Amen. Kwa hivyo kama umeamua kutoka katika dunia na kumfuata Kristo, basi njoo huku kwa Kristo na ukashike, yani mwili wako ukaweze kufa katika Kristo. Amen. Yani tukaweze kubaki katika misimamo ya Kristo. So mtu yote asiyebeba msalaba. So, kwanza ni ubebe msalaba. Amen. Amen. Beba msalaba wewe kama wewe. Usiangalie watu wanakusemaje. Amen. Wewe lako ni kushika msalaba na uendelee mbele na ukaweze kubaki katika msimamo ambao ni wa Kristo. Nataka tukamalizia na kitabu cha Ufunuo 2:10. Kitabu cha Ufunuo 2 mstari ni ule wa 10, nasema usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Amen. Tena hapa anasema kwamba anatuambia maneno kwamba ni lazima tukue waaminifu katika kumfuata Kristo. Lazima tuwe waaminifu. Amen. Tukue waaminifu, tukue mwaminifu na yule mtu ambaye tuliamua kumfuata, yule ambaye alitukufia pale msalabani tukaweze kuokolewa. Basi inafaa tukakue mwaminifu kwake. Amen. Kukua mwaminifu, anakuelewa, unafanya mambo yake, unafuatiliza amri zake. Amen. Amen. Kwa hivyo tukaweze kusimama ama tukaweze kutangaza misimamo yetu, watu wakatuelewe. Sisi ni barua zikasomeke vema katika wale watu ambao basi hawajapata hii nafasi ya kusimama katika Kristo. Tukatangaze, tukamshika Yesu Kristo na ataweza tutaona yale manufaa ya kumfuata. Amen. Basi nikimalizia hili, tutakapoenda kuomba, basi kuna hii ni kitu ambayo ukamwambie Mungu. Amen. Omba Bwana Yesu akutie nguvu na akusimamishe imara. Yaani uombe Bwana Yesu akutie nguvu. Wewe peke yako hautaweza kusimama imara, lakini umuombe Bwana Yesu akupatie nguvu, akusimamishe imara. Amen. Na imani yako ikikuwa thabiti, utaweza kuwa jasiri. Amen. Imani yako ikiwa thabiti, utaweza kuwa jasiri, ili ya kwamba utakuwa na nafasi nzuri ya kutangaza, watu watakuelewa. Amen. Watu watasema ule kijana aliokoka. Amen. Basi nasema ni hayo, sina mengi, lakini tumuombe Bwana atutie nguvu, akatusimamishe, na imani zetu zikiwa sawa, basi tutakuwa jasiri kulitangaza ile neno la Mungu. Ni hao, na Bwana wabariki.